Ni rasmi, uwanja wa KMC Complex umefungiwa na mamlaka ya soka nchini Tanzania TFF, na ni kutokana na sababu ambazo wameziainisha za kwamba miundombinu hiyo inaonekana kwamba haiko tayari kwa wakati huu kuendelea kuhost michezo ya ligi kuu ya NBC kwa muda mchache unaofuata, ama kwa muda fulani ambao utakuwa unakuja hapa mbeleni mwetu. Sasa hii inawalazimu of course wenye uwanja KMC pamoja na Young Africans ambao wanautumia kama uwanja wao wa nyumbani kutafuta mazingira tofauti ya kwenda kuhost michezo yao ya nyumbani kwa ajili ya michezo ya ligi kuu na hata michezo mingine ya ndani ya kombe kila hapa na pale. Sasa kupitia video hii nataka tujaribu kutizama uhalisia wa kile ambacho kinaweza kutokea. Of course uwanja umefungiwa leo masaa kadhaa, ama taarifa ya kufungiwa kwa uwanja imetoka leo masaa kadhaa yaliyopita, lakini nataka tujaribu kutizama uhalisia wa kile ambacho pengine kinaweza kikawa kinaendelea kuhusu namna ambavyo Young Africans watakuwa wanajaribu kutafuta mazingira ya uwanja mwingine. Kwanza ieleweke kwamba uhalisia wa Young Africans kutafuta uwanja itabidi uwe ni uwanja ambao unaweza kukidhi matumizi ya timu zaidi ya moja ama mbili. Na kwa namna ambavyo Young Africans hivi sasa uhalisia wao ulivyo, ni wazi kwamba kwa mfano kama Meja Jenerali Samuyo ukijaribu kuitizama, kwangu mimi binafsi sioni kama ni option kiukweli, kwa sababu tayari kuna JKT Tanzania ambaye ndio mwenye uwanja, tayari kuna Simba ambaye anautumia huu uwanja kama uwanja wake wa nyumbani kwa ajili ya mechi zake za ligi kuu. Kitendo cha kwenda tena kumuongeza na mtu mwingine kwenye huu uwanja, tafsiri yake ni moja tu, bila kujali mtazamo wa mtu, lakini uhalisia ambao haukwepeki ni kwamba uwanja wa Jenerali Samuyo una nyasi za asili. Nyasi zile za asili katika hali ya kawaida, kwenda kuweka schedule ya timu tatu ambazo zitakuwa zinaufanya huu uwanja kama uwanja wake wa nyumbani, maana yake si muda mrefu huu uwanja pia nao utakuja kuambiwa umefungiwa. Huo ndo utakuwa uhalisia tu ambao wala hauhitaji makando kando. Huu uwanja hauto sustain kwa muda mrefu, na wenyewe pia utakuja utafungiwa, kwa sababu mwisho wa siku kuweza ku maintain uwanja ambao ni wa nyasi kwa matumizi ya timu tatu kama uwanja wake wa nyumbani ni kitu ambacho ni almost kama hakiwezekani, kwa sababu kuna timu tu mikoani zinatumia uwanja peke yao, uwanja wa nyasi wanatumia peke yao, na bado utasikia kila hapa na pale fungia haziishi. Sasa uhalisia ni kwamba nafikiri Meja Jenerali Samuyo kuwa tuna uwezo wa kuhost mechi za JKT pamoja na Simba ni kama tayari imekuwa ni limit kwa upande wao. Sasa kama ni hivyo, nini ambacho kinaonekana kuwa kina make sense zaidi kwa upande wa Young Africans? Kuna option zingine mbili. Kuna option ya uwanja wa Azam Complex, lakini pia kuna option ya uwanja wa New Amani. Hivi ni viwanja ambavyo vinakidhi sifa za kuweza kutumika kikamilifu tu, kwa sababu kwanza vina nyasi ambazo zinaweza kukidhi matumizi ya timu mbili hata tatu. Azam Complex hata mkawa watatu mkataka kutumia ule uwanja uko more than capable, kwa sababu ni artificial turf ile. Kwa hiyo inaweza kuhost mazingira ya kuwa na timu tatu ambazo zinatumia ule uwanja kwa wakati mmoja, kama italazimu kuwa hivyo katika extreme circumstances. Lakini alimuhimu ni kwamba uhalisia ambao unaweza ukawa unaonekana hapa ni kwamba huenda Young Africans wakajaribu kuangalia uwezekano wa kutumia uwanja wa New Amaan Complex au uwanja wa Azam Complex. Sasa basi, utofauti gani ambao upo baina ya hizi venue mbili kama Young Africans wataamua kuvitumia hivi viwanja kama viwanja vyao vya nyumbani? Inapokuja issue ya New Amaan Complex, kule kuna gharama. Yaani uhalisia ni kwamba kule kuna gharama zaidi ambazo Young Africans watazitumia, na inawezekana ikaja nadharia ya kwamba kule pia kuna fan base kubwa ya mashabiki wa Young Africans, lakini ukweli ni kwamba demand ya mashabiki wa Young Africans ambao wako kule sio sawa sawa na demand ya mashabiki wa Young Africans ambao wako huku. Kule huwezi kwenda kusustain kuweka kiingilio ambacho pengine ungeweza kukiweka kwenye mazingira ya huku, kwamba consistently huko kuna high ticket price kule. Hicho ni kitu ambacho kinaweza kisirudishe katika yale malengo ambayo mtakuwa nayo. Unajua hapo kule kuna gharama kubwa zaidi ambazo klabu inaweza ikajikuta inazitumia mwisho wa siku. Gharama za kwenda kuweka kambi kila baada ya wiki mbili, kila baada ya wiki moja na nusu ni gharama kubwa, na inaonekana ni kama vile kuweka kiingilio kikubwa inaweza isisustain kwa muda mrefu kwenye kuisaidia klabu hiyo kupata kile ambacho inakitaka na kufidia zile gharama ambazo watakuwa wanazitumia.
Azam Complex ni option ambayo ina make sense kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwanza hakuna gharama za usafiri, hata kama una kodi, lakini inaishia kwenye kukodi tu, hakuna gharama za usafiri. Pili, mwisho wa siku inapokuja issue ya Azam Complex, pia ni mazingira ya uwanja ambayo yanaweza kuwaruhusu Young Africans kupata ama break even kwenye faida ambayo watakuwa wanaitaka kwa urahisi zaidi, kwa sababu kitu ambacho tunapaswa tukizingatia, na inawezekana pengine kuna watu hawakifahamu au hawakukizingatia hichi kitu, ni kwamba Yanga kwa msimu huu wa 25-26 kwa mujibu wa makamu wa rais Arafat Haji kwenye mkutano mkuu uliopita, aliweka bayana kwamba Yanga hivi sasa msimu huu wana operate kwenye bajeti ama wanategemewa kuwa na gharama kubwa zaidi ya matumizi kuliko kile ambacho kinategemewa kuingia. Young Africans wanategemea almost kuingiza, kwa mujibu wake makamu wa rais, takriban shilingi bilioni 20.7, lakini matumizi yao kwa huu msimu wa 25-26 yanakadiriwa kufika mpaka takriban shilingi bilioni 33.6. Maanake hapo kuna gepu la karibu shilingi bilioni 12.9, ambalo kwa mujibu wa makamu wa rais Arafat Haji ni kwamba hili litabidi lifidiwe ama lijazwe aggressively na mashabiki. Linajazwa vipi? Linajazwa kwa wanachama kulipia kadi zao za wanachama, yani kuendelea kutia ile package ya wanachama ya kila mwaka, lakini pia gharama za mauzo ya tiketi. The more unaweza kuwa kwenye mazingira ya kuweza kupata faida kubwa zaidi kutokana na gharama ya mauzo ya tiketi, ndio the more unakuwa kwenye nafasi ya kuweza kuifidia gharama kubwa ambayo klabu inategemea kuitumia kwa ajili ya msimu huu. Na hicho ni kitu ambacho hakionekani kuwa kina make sense kwa mazingira ya Zanzibar, kwa sababu kule kuna gharama kubwa ambayo initially klabu ilitakiwa itumie kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inasafiri to and from, lakini pia kuweka gharama kubwa za ticket kwa ajili ya michezo yao ya nyumbani Young Africans, pia kinaonekana kuwa ni kitu ambacho hakitoweza kusustain wao kuweza kurudisha kikamilifu na kupata faida ambayo pia wanakuwa wanailenga katika muktadha huu ambao nimeuzungumzia. Lakini kesi ya Azam Complex ni uwanja ambao hautokulazimu kutumia gharama kubwa kwenda kuweka kambi na kufanya mazoezi kwa siku kadhaa, lakini pia mwisho wa siku ni mazingira ambayo yanaweza kuiruhusu Young Africans kuweza kupambana na gharama yao kubwa ya msimu ambao wanategemea kuitumia kama sehemu ya kujaribu kufunga ama kupunguza hili gap kubwa la takriban shilingi bilioni 12 ambalo linakadiriwa kuwa ni sehemu ya nyongeza ya matumizi ambayo Yanga watakuwa nayo kwa ajili ya msimu huu. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, realistically pia hata ukija kiufundi inaonekana ni kama vile Young Africans pia Mwalimu Pedro Goncalves anaonekana kuwa na matunda makubwa akicheza katika hivi viwanja ambavyo vina pitch ambayo ni ndogo, pengine tofauti na kesi ya Generali Samuyo ambayo ina pitch kubwa. Then pia hivi sasa Young Africans wameingia kwenye utaratibu wa kutaka kufanya zaidi pressing kwenye michezo yao. Kwa hiyo kama hoja ni hiyo, manake kiwanja ambacho kinaruhusu pressing kufanyika kikamilifu manake ni kiwanja kidogo. Then pia hata success yao namna ambavyo imekuwa mpaka sasa hivi, hasa ukizingatia muktadha wa michuano ya kimataifa kwenye uwanja wa New Amaan Complex, unaona ni kwa sababu kuna matumizi zaidi ya pitch ndogo kwa upande wa Young Africans. Lakini pia tusisahau kwamba hata msimu wa 23-24 Young Africans ambayo ilikuwa chini ya Miguel Gamondi kwenye msimu wake wa kwanza ilifanya vizuri sana katika uwanja wa Azam Complex, walibebea ubingwa pale. Kwa hiyo kuna kila sababu na ina make sense zaidi kwamba Azam Complex probably inaweza kuwa ndo the most logical option, licha ya kwamba mwisho wa siku maamuzi yanabaki kuwa ni ya kwao viongozi, lakini kwa kile ambacho kinaonekana kiuhalisia, pengine mwafaka wa Azam Complex unaweza kuwa una make sense zaidi.